Lengo la kongamano hili ni kuleta pamoja wadau kutoka kwenye makundi mbalimbali ikiwemo wataalamu, wafanyabiashara, wawekezaji, watafiti, wabunifu na kadhalika kwa ajili ya kujadili, kubadilishana uzoefu na kupanga mikakati ya pamoja kama bara la Afrika ya namna gani tutachagiza maendeleo ya matumizi ya teknolojia za kidijitali, lakini vile vile kuweza kuona ni namna gani tutaweza kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali sio tu kwenye sekta ya elimu, lakini vile vile na kwenye sekta nyingine. Sababu kama mnavyofahamu, elimu ndio msingi wa maeneo mengine yote, kwa sababu elimu ndio inatusaidia kuweza kuandaa rasilimali watu yenye uwezo wa kufanya mambo mbalimbali kwenye sekta mbalimbali. Kwa matumizi ya teknolojia za kidijitali, elimu inakuwa ni chimbuko, lakini baada ya hapo zinaweza kutumia kwenye sekta zingine zote kuongeza tija na ufanisi katika uzalishaji na maeneo mengine. Kila mmoja ana fursa sawa ya kutakiwa kujua namna ambavyo anatakiwa atumie TEHAMA katika sio tu katika kujifunza na kufundishia, lakini pia tunachagiza katika kuhakikisha tunakuwa sio watumiaji tu wa teknolojia, bali na sisi tunaziunda zile teknolojia ili ziweze kutatua matatizo mbalimbali au pia ziweze kurahisisha utendaji kazi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo fursa kwa mtoto wa kike kwa kweli ipo, na katika kongamano hili nipende pia kusisitiza tumewaalika wanafunzi wa kike na wa kiume na pamoja na wale ambao wana mahitaji maalum, wote kwa pamoja wana fursa sawa ya kuja kushiriki kongamano hili la E-Learning Africa. Kutokana na kazi zetu ambazo tunafanya ambazo nyingi zimejikita katika kitafiti, tumeona kabisa kwamba kuna ombwe au kuna gap kubwa sana katika mambo ya ujuzi wa kidijitali. Kwa mujibu wa utafiti wa shirika la UNICEF, ripoti inasema kwamba ukiangalia ujifunzaji wa mwanafunzi ambaye anatumia sana vifaa vya kidijitali au ana uzoefu au ana ujuzi wa kidijitali, ana uwezo mkubwa sana wa kufaulu masomo ya sayansi na masomo ya hisabati. Kwa hiyo tunaona kabisa bila stadi za kidijitali inawezekana watoto wakawa wanabaki nyuma kidogo. Lakini si hilo tu. Utafiti mwingine ambao tuliufanya taasisi yetu ambao unaitwa upimaji wa stadi za karne ya 21, ikiwemo upimaji wa stadi za kidijitali mwaka 2022, tuligundua ya kwamba vijana ambao wana ujuzi wa kidijitali wana asilimia kubwa ya uelewa wa stadi za maisha nyingine. Tulifanya stadi ambayo ilipima stadi za kidijitali lakini na stadi za maisha kama vile utatuzi wa matatizo, kujitambua, ushirikiana, mawasiliano, mambo ya fikra tunduizi. Kwa hiyo kwa mujibu wa utafiti ule tumeamini kabisa kwamba ili tumsaidie kijana aweze kupata mahiri za stadi nyingine au aweze kupata mahiri hata za masomo mengine, ni lazima kuwe na uwezeshaji wa kutumia vifaa